Bwana sifiwe. Asante sana ndugu yetu Samson kwa kutuongoza katika ibada. It's yet another blessed opportunity to hear God's word today, and I want to request us that we stand as we read Ephesians chapter 1. Ngoja ili kila mmoja wetu aipate Ephesians chapter 1. Kwa wale ambao hawana Biblia, tuko na Biblia nyingi pale. Labda wanaweza saidiwa kupata Biblia. Nitasoma katika lugha ya Kiswahili. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa na utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno lake la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Hilo ndilo neno la Bwana. Tunaweza keti. Basi
Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, twaja mbele zako mara nyingine tena kusikiliza neno lako. Neno lako ambalo ni kuu na limeinuliwa. Ewe Mwenyezi Mungu, tunaomba kwamba utuwezeshe kulielewa. Tunajua kwamba si kwa uzuri wetu tunaweza kutamka hili neno, kulihubiri, lakini kwa sababu kwa kupitia neno, kwa kupitia habari njema ya Yesu Kristo, watu wako wanaokolewa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, unisaidie. Unisaidie kulieleza kupitia Roho Mtakatifu. Ewe Mwenyezi Mungu, naombea hawa wasikilizaji walielewe. Wasaidiwe na Roho Mtakatifu kulielewa. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba nisiwe kikwazo katika kulitamka hili neno, bali Mungu nitumie kama chombo chako tu. Asante Mwenyezi Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Tumekuwa tukiangalia the basics of salvation, the basics of the gospel, and we have done several. We have looked at the creation, we have looked at the fall, ile kuanguka kwa binadamu ama kwa wanadamu. Alafu pia tumeangalia Mungu ambaye anaokoa, the God who saves. And last week, our brother Tamakoa took us through the accomplishment of salvation. How salvation was accomplished. And today we look at yet another topic of the Spirit who applies salvation. The Spirit who applies salvation. And tumesoma katika Waefeso 1, Waefeso 1. And in this Ephesians we see wonderful words. Maneno muhimu sana kwetu kama Wakristo. Kwa sababu tunatazama jinsi Mungu ametubariki. Jinsi Yesu Kristo ametubariki. Na jinsi Roho Mtakatifu ametubariki. Kwa hivyo, huo ndio muktasari. I mean, in brief, that's what chapter 1 of Ephesians talks about. The blessings we have received from God the Father. Baraka ambazo tumepata kutoka kwa Mungu Mwenyezi. Ni baraka ambazo tumepata kutoka kwa Yesu Kristo. Na ni baraka ambazo tumepata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Paul is bursting into praise. Anatukuza Mungu. Akisema atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu na wa roho ndani yake Kristo. The blessings that we have got from God the Father through the Lord Jesus Christ.
And in brief, because this is what is going to introduce us to the topic that we are going to do today, the Holy Spirit. The Spirit that applies salvation. Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia kupata huo wokovu. Let us look at the blessing of God the Father. Baraka kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Verse 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ya kwamba Mwenyezi Mungu ametubariki. Na hii baraka ni nini? Kwa sababu alituchagua pale mwanzo. Alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, before the foundations of the world were put into place, God had chosen us for salvation. Ama baraka ni nini wapendwa? Si hiyo ndio baraka. Baraka kuu ya kwamba Mungu alituchagua tuwe wake katika Kristo Yesu kabla ya misingi ya ulimwengu kufanyika. Alituchagua. Ni baraka. Na nakumbuka tukiangalia hii mambo ya kuchaguliwa, tukisema kwamba mtu anaweza, kila mtu hapa anaweza kuwa amefanya kosa kuu kabisa. Na watu wanaingia hapa ambao wako na mabunduki, wanataka kuua watu. Sisi sote tumekosa. Sisi wote tumekosa. Watu wameingia hapa na bunduki na wanataka kupinga kila mtu. Wanataka kuua kila mtu. Kila mtu anafaa kufe. Tumekasirisha labda kiongozi fulani na anakuja katikati yetu. Lakini kabla watu kuuawa, nasema wewe na wewe na wewe na wewe, kujeni huku, nyinyi hamtauliwa. Ile mbio utakuwa unatoka hapo kuenda kwake mbio, na utauliza kwa nini ni mimi, na utauliza kwa nini ni wewe umechaguliwa. Utakimbia. That's what we call being chosen, the doctrine of election. Kwamba Mungu kwa kupitia kwa kauli yake yeye mwenyewe, he did not consult anyone, and so you cannot go to God and say, why have you saved so and so and did not save? It's according to the counsel of his will that he selects others and leaves others, and he gives them salvation. He gives them eternal life, the blessing from the Father. Praise the Lord. Baraka kuu ambayo tumepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. And it is to the praise of his glorious grace which he has blessed us in the beloved. Praise. It's for his own glory. Ni kwa utukufu wake yeye mwenyewe. So ukiuliza kwa nini amenichagua? Kwa sababu ya utukufu wa? Siwezi nikaringa. Ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu amenichagua. So we see the role of the God the Father in salvation. He chose us before the foundation of the world. And then we see the role of the Son of God, who is also God, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ came into the world to save sinners.
Verse 11 says, in him. Oh. Verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Redemption through his blood. And our brother took us through how this redemption took place. Jinsi wokovu ulifanyika. Kristo alikuja humu ulimwengu ili atuokoe kutoka kwa dhambi zetu. It's a blessing from the Son, God the Son. Verse 11, in him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. So we still see predestined. Alikuwa amepanga kabla ya kufanyika ulimwengu ya kwamba tutakuwa wake according to the counsel of his will. Sawa sawa na wingi wa neema yake. He's not consulting anyone. He's not consulting anyone. Ndani verse 11, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake ambayo hufanya mambo yote kwa shauri ya mapenzi yake. Kwa shauri ya mapenzi yake alituchagua. And from this verse 11 all the way to verse 14, we see the blessings of the Holy Spirit. What's the role of the Father? The Father chose us. And the beloved, he loved us. Mungu alitupenda, alituchagua kutoka kwa ulimwengu. Kazi ya the Son, mwana Yesu Kristo, alituokoa. Alikuja humu ulimwengu, akamwaga damu yake, akakufa msalabani Kalvari, akazikwa, akafufuka, na anaketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Kazi, baraka ya Yesu Kristo na baraka ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye amefanya hiyo kazi. He is the executor. Yeye ndiye anayetuelezea mambo ya Kristo. Yeye ndiye anayebadilisha mioyo yetu. Kwa hivyo sasa tunataka kuona huyu Roho Mtakatifu ni nani? I was just looking at the dictionary, which I need to read so that we see, because probably this is where it's a very sensitive topic. People get all these things about the Holy Spirit. Holy means set apart, pure, sacred, or belonging to God. Namaanisha msafi, mtakatifu na wa Mungu pekee. Holy, mtakatifu. Aya, spirit. Spirit is from Hebrew term ruach, usijali hata usipoelewa, na Greek term pneuma. So it's pneumatology, isn't it? Kwa wale ambao the doctrine of the Holy Spirit, the study of the Holy Spirit. Inamaanisha pumzi takatifu na uhai wa Mungu. That's the definition. So Holy Spirit literally means the sacred breath or life of God. So you've seen from the dictionary, we have breath, wind, invisible life-giving force. That's from the dictionary. Invisible life-giving force. But now we want to come to the biblical definition. What is the Holy Spirit? And I will read
the Apostles' Creed, the Holy Spirit. The Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, and who with the Father and the Son is worshipped and glorified. Namaanisha Roho Mtakatifu ni Bwana anayetoa uhai, anatoka kwa Mungu Baba na Mwana Yesu Kristo. Anasifiwa na kuabudiwa pamoja na Baba na Mwana. Roho Mtakatifu. So the Holy Spirit, he is God, and he is also a person. He is a person. It's not from just, we don't take it literally from the dictionary definition that wind, that force, breath, invisible life-giving force. That's what the dictionary say, and that is what is happening today. People have taken literally the Holy Spirit is a force. So that I can stand here and I tell you to stand, and I apply that force, and all of you are slain, mnaanguka chini, kwa sababu Roho Mtakatifu. The definition of the, so this dictionary have misled us, because we are saying is wind, an invisible force. But we are seeing that the Holy Spirit is Lord and giver of life. The giver of life, who proceeds from the Father, the Son, and who is also praised together with the Father and the Son. Part of the Holy Trinity. The reason why the Holy Spirit is not a force, he is a person. He is a person. He is God. He is a person. That means he has feelings, isn't it? The Holy Spirit, ni kwa sababu anasema. The Holy Spirit speaks. He speaks. We can see that from Matendo ya Mitume, the book of Acts chapter 13 verse 2. Says, verse 2 says, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Roho Mtakatifu alisema, je, nguvu inaweza sema? The personality is a person. He said, separate for me Barnabas and Saul for the work that is ahead, that are laid ahead of them. We also see that Roho Mtakatifu anafundisha. Yohana 14:26. Yohana 14:26. John 14:26. Just want to read that. It says, these things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. The Holy Spirit teaches. The reason why the Holy Spirit is not a force, si nguvu tu, nguvu. Kwa sababu anaumia, ana huzuni.
The Holy Spirit is grieved when we sin. He is grieved. Anaumia, ana huzuni tunapofanya dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu ako nasi milele na milele, wale ambao wameokolewa. So ana huzuni tunapotenda dhambi. Ephesians 4 verse 30. Maybe you just record. Do not grieve the Holy Spirit. Tusihuzunishe Roho Mtakatifu. So the Holy Spirit can be grieved, dear believers. Tukiendelea kutenda dhambi, Roho Mtakatifu anahuzunishwa. And I pray that the Lord help us, that we do not continue to grieve. Tusiendelee, tuzidi kuhuzunisha Roho Mtakatifu, kuumiza Roho Mtakatifu. Utuongoza katika njia sahihi. He guides us in the right direction. We can read that from Romans 8:14. We may not read. Anaumia tunapofanya dhambi. That was Ephesians 4:30. Sorry, Ephesians 4:30. And then utuongoza kwenye njia sahihi, Warumi 8:14. And the Holy Spirit lives in us. 1 Corinthians 6:19. Have you not known that your body is the temple of the Holy Spirit? Miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. So he's not a force. He sits. He dwells. In our bodies, he dwells. Our bodies is the temple of the Holy Spirit. So I believe we have tried to define who the Holy Spirit is. I may not really dwell much on the same. But I also want to let us know that from the Old Testament, kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, before we come to our text today, ya kwamba tunaona kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo tangu Biblia inasema kwamba in the beginning God created the heavens and the earth, and the Spirit of God was hovering over the waters. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya maji. And I was just trying to look at the word hovering. It's compared to, ni kama kuku ambaye ametaga mayai na anafungua mabawa yake na anafunga mayai. The chicken is making some order on whatever it is covering. It's hovering over. It's making order. It's giving life. So we see that the Holy Spirit, even in Genesis chapter 1, we find verse 2, we find the Holy Spirit. He has been there. Tunapata pia Roho Mtakatifu alikuwa anatoa hekima na uwezo kwa watu wa Mungu. Kwa mfano kutoka Exodus 31:3 tunaona kwamba Mungu alimjaza Bezaleli Roho Mtakatifu ili atengeneze hema takatifu. Mungu alikuwa anajaza Bezaleli na Roho Mtakatifu ili afanye specific role. Na tunaona kwamba Roho Mtakatifu pia alisema kwa kupitia manabii. Ukisoma Samueli, 2 Samuel 23:2, Roho wa Bwana alinena nami. Tutapata hicho kifungu. Roho wa Bwana amenena nami. Roho wa Mungu alikuwa anaambia watu kweli kutoka kwa Mungu. Na watu kama Daudi, si tulisikia Daudi akiomba kwamba
Mungu asitoe nani? Roho Mtakatifu, sivyo? Asiondoe Roho Mtakatifu kwake. Because during those times, what used to happen is that the Holy Spirit would be on a person to do a specific role. Especially the kings. The Holy Spirit could come upon them when they were being anointed with oil. The Holy Spirit could come upon them to do specific, for example, to lead the children of Israel. But also, it was not permanent. It was not permanent. So we read in the Bible that the Holy Spirit left who? Saul. The Holy Spirit left Saul. Roho Mtakatifu alimuacha Sauli. Alimuacha. Na tunaona kwamba tunasoma kwamba Daudi analia ya kwamba Roho Mtakatifu asiondolewe. Na tunaona kwamba pia Roho Mtakatifu alikuwa ameahidiwa kwa watu wote. Tukisoma katika Yoeli 2:28 alikuwa ameahidiwa atamiminwa Roho Mtakatifu, atapewa kila kiumbe juu ya watu wote. And they were talking about, of course, the day of Pentecost. So we can see that the Holy Spirit has been there from the beginning. Now, from the part that we have read, I'm just going to concentrate on from verse 11 to verse 14. And you're going to get the following points. Maybe nitaisoma tena. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things, according to the counsel of his will, so that we who are the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it. Tutaona these points. Number one, the Holy Spirit effectually calls the elect. Now you may not be able to understand those terms, but I've tried to look for the best word to describe it in Kiswahili. Roho Mtakatifu anaita waliochaguliwa kwa nguvu yake. Sijui kama hapo imeingiana vizuri. Yaani Roho Mtakatifu anatufanya tuweze kutambua neno la Mungu, na kuna nguvu ya kutufanya tumwamini Yesu Kristo. He effectually calls the elect. That we get from chapter 1 verse 11. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Number two, the Holy Spirit glorifies Christ. Verse 12. Roho Mtakatifu anamuinua Kristo na kumtukuza. Chapter 1 verse 12. Number 3, Roho Mtakatifu anafanya uhai neno la Mungu. Anafanya uhai, anapuliza uhai neno la Mungu. Or English, the Holy Spirit inspires the word of God. Inspires the word of God. That we'll get from chapter 1 verse 13, part A. Then lastly, the Holy Spirit seals God's people. Roho Mtakatifu anatia muhuri kwa watu wa Mungu. Anatia muhuri. He seals the elect. Now to first point, the Holy Spirit effectually calls the elect. Roho Mtakatifu anaita waliochaguliwa kwa nguvu yake.
anawavuruta kwa nguvu yake. And I want to give this illustration. Wale ambao wamekuwa wachungaji, yani mchunga mbuzi, si ile ya kuchunga watu wa Kristo. Mchungaji anaweza kuwa akiitana mbuzi, anaita mbuzi wake, lakini mbuzi mmoja amenaswa kichakani, has been tightly held by in the thicket or somewhere in the bush, cannot come to the shepherd who is calling. And don't we know that some of these shepherds the sheep or the goat can hear they know their voices, isn't it? They know their voices. This I could see even when we were growing up. Kuna time to the owner, the owner of the cow akiongea tu hivyo, wanaelewa huyu ni mchungaji. So he's calling the goat, he's calling the sheep. One of them amenaswa katika kichakani. Sauti ya mchungaji peke yake haiwezi kumtoa, isn't it? Hata akitaka kukuja, sauti ya mchungaji peke yake haiwezi kumtoa. Basi mchungaji akiona ya kwamba huyu mbuzi hawezi akakuja, anaacha kundi lake, anaendea hadi pale mbuzi alipo, anamtoa na kumrudisha kundini. Alikuwa anaitana, lakini huyu mbuzi hawezi kuja kwa sababu amekuwa katika kichakani, amenaswa katika kichakani. Ndivyo kazi ya Roho Mtakatifu anavyofanya. Hatoi tu wito, bali anakuja mwenyewe na kututoa katika dhambi na kuturudisha kwa nani? Kwa Mungu. Biblia inasema katika yeye, kwa kuwa tulichaguliwa tangu mwanzo kwa kusudi la Mungu ambaye hufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake. Kulingana na mapenzi yake. And even as I was looking at this term of effectual call, the work of the Holy Spirit, I realized it's full in the Bible. The Bible is full of the effectual call of the Holy Spirit. And I want us to look at one example in the Bible. The story of Lazarus. Story of Lazarus in the Bible. We see that Lazarus is dead. And he is dead for how many days? 4 days. And he is thinking. Christ goes to where Martha and Mary was, saying, Lord, if you were here, our brother could have not died. But what is happening? You know, when someone dies and people are wailing, people want that person because maybe it was so important to them. Watu wanalia. Kama ingewezekana huyu Lazarus akuwe uhai tena. Kwa sababu we are told even Jesus wept. It seems someone who was really valued in that society. People were missing him. But now he's been in the grave for 4 days. He is dead. He is thinking. And so,
A dead person, when you call that dead person, will not hear, will not respond, cannot respond. And I have seen even the place where I come from, that when people are wailing for the dead person, you can see all sorts of, from dances to crying with all the voices to, because of the pain that they are going through, because of the person who is there. But that cannot bring that person back to life. It's there. It's dead. But what happens when Christ comes? He calls Lazarus, come out. What happened? The dead person began to walk. The dead person began to walk. Because the dead person has heard the voice of God, of the Lord calling. We see an effectual call there, demonstrated clearly there. No matter what the voices were, what these people were doing, no matter the call that they were, no matter the wailing, the dead person was dead. The dead person was dead. Could not respond to the voices. Lakini Kristo Yesu anakuja. Namwambia, Lazarus, come out. And we see Lazarus coming out and is being untied. The Bible says that the Lord looks from heaven and sees, anatafuta, kujua, kuona kama kuna mwanadamu ambaye anamtafuta. Lakini he says no one seeks for God. Why? Because we are dead in our trespasses. I want us to read that, Ephesians chapter 2. Biblia inasema, and you were dead in the trespasses and the sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Someone who is dead, cannot respond to the voice, cannot respond to the calling, cannot respond. Amekufa. Na sisi pia tulikuwa tumekufa katika dhambi. Mtu ambaye amekufa hawezi akasikia sauti, hawezi. You need to be helped to believe. And that is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit does some work in our heart. Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu ili tuweze kusikiliza sauti ya Mungu. Tuweze kusikiliza the gospel. Matthew chapter 11 verses 28. I want us to see two calls here. Miito miwili hapa. Matthew chapter 11 verses 28. It's a very common verse that we know. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
That's a general call. All who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Isn't it? Everyone is being called. When we have servants of God stand here, tukiwa na watumishi wa Mungu wamesimama hapa na wanahubiri injili, habari njema ya Yesu Kristo, kila mtu anasikiliza, sivyo? But not everyone is saved. Not everyone is saved. If you are not saved, it's because you have not been aided by the Holy Spirit to do so. The Holy Spirit has not worked in your heart. And I'm not saying that you now should be in your comfort zone and not seek the Lord Jesus Christ for salvation. But those who respond to the gospel call are those that are helped by the Holy Spirit. So we see how so important the Holy Spirit is in the execution of salvation. But John 7:37 also says this. John 7:37. If anyone thirsts, let him come. Let him come to me and drink. I think that's still a general call. However, since no one seeks God, when people hear these words, they do not respond. Watu wana prefer their own ways. They will still go on to do the sin. They will still go on sinning. But John 6:44, that's the verse I was looking for. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Look at that. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuja kwangu isipokuwa Mungu Baba amemvuruta kwangu. That is the work of the Holy Spirit. Kuvuruta watu kuje kwa Mungu. So the Lord, the Holy Spirit, aids people. He helps people. There is a work that happens inside our hearts. When we hear the gospel, the Holy Spirit works in our hearts. Because He is the one who is from the Father. Who knows the spirit of a man except the person knows the spirit of a man. God, the Holy Spirit, understands the mind of the Father. So we need to depend on Him. He is the executor of salvation. And we look at another example. This one I'm going to read, Acts 16, verses 14. Acts 16. Matendo ya Mtume 16, verse 14. I will start from verse 13. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi
tukasema na wanawake waliokutana na pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Tumesikia hilo? Tunapata huyu mwanamke Lydia. Na hawa walikuwa na ubire. Kulikuwa na watu wengi hapo. Lakini tunaambiwa kuhusu mwanamke mmoja, jina lake alikuwa anaitwa nani? Lydia. Huyu Biblia inasema kwamba alikuwa mcha Mungu. Akasikiliza habari njema ya Yesu Kristo, na moyo wake ulifunguliwa na Bwana, ndiposa aweze kupata habari njema, aweze kuelewa habari njema ya Yesu Kristo, so that she could believe. The Lord opened her heart. That's what the Bible says. The Lord opened her heart. Mungu alifungua. That's the work of the Holy Spirit, to open our hearts. Sometimes we pray here, Lord, open our hearts. Who does that? Roho Mtakatifu. You can't open your hearts on your own. How I pray that the Lord help us. That should be your prayer. You who is not a believer here, how I wish you pray that the Lord may open your heart. The Holy Spirit may work in you to open your heart to understand the gospel. Whose heart the Lord opened. The Bible says today, when you hear the voice of God, do not harden your hearts, for today is the day of salvation. It's the Holy Spirit that softens the heart. Ni Roho Mtakatifu ambaye anayeyusha moyo wa mwanadamu, ili aweze kupata injili. To believe. So we are just saying, to believe in the Lord Jesus Christ. We cannot believe on our own. We need to be helped by the Holy Spirit. The Holy Spirit needs to effectually help us. Na hii story ambayo tunapata katika Matthew 22 verse 14, maybe you just write it down. Many are called, but a few have been chosen. Wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa. The saint who is here, know that many have been called, but umechaguliwa. Na hii tumeona. Wewe ambaye hujaokolewa, umlilie Yesu Kristo. Umlilie Yesu Kristo akuchague. And this song, long my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night. Thine eye diffused a quickening ray. I walked the dungeon, flamed with light. My chains fell off. My heart was free. I rose, went forth, and followed thee. How I wish that sometimes we can be just going through some of these hymns, how they were composed, the reason why they were composed. Huyu anasema ya kwamba moyo wake ulikuwa kifungoni. Moyo wake ulikuwa umefungwa kwa dhambi na giza. Macho ya Yesu yakamulika. The first thing is that the Lord shone the light in that dark valley. Even today, hata siku hii ya leo, Mungu Yesu Kristo anaweza washa mwangaza wake katika roho yako.
It has to start with the Savior. Shining forth the light of the gospel in your heart so that you can see. Because sinners are blind people. Roho iko kifungoni. And our hearts are chained and waiting for the wrath that is coming. The wrath of God that is coming. Those that have not believed in the Lord Jesus Christ, their hearts are, you are bound in chain, in darkness. And look at what this person is saying. Macho ya Yesu Kristo yakamulika. Akafanya nini? Akaamka, nuru ikawaka, minyororo ikaanguka, moyo wake ukawa uhuru. Akasimama, akatoka, akamfuata Yesu Kristo. It has to start with God. It has to start with the Lord Jesus Christ. The Holy Spirit has to work in your heart for salvation to come to you. The Holy Spirit has to. This is the reason why He is the Spirit that applies salvation, that executes salvation. The Holy Spirit glorifies the Lord Jesus Christ. Anamtukuza Kristo. Ili sisi, verse 12, ili sisi tuliokuwa wa kwanza kumtumainia Kristo, tuwe kwa sifa ya utukufu wake. Sifa ya utukufu wake. Who are the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. And Paul is talking about himself plus other Jews, the first to hope in Christ. In verse 13, he's speaking to the Gentiles. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. We're going to come to that. Paul's main point here is that the Holy Spirit glorifies Christ. Is that not we see in John 15:26? Yohana 15:26. Msaidizi atakapokuja atashuhudia habari zangu. Atashuhudia habari zangu. When the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, will bear witness about me. Witness about. The Holy Spirit bears witness about the Lord Jesus Christ. And so, you know, one of the things tukiwa tunagrow katika AIC, we're being accused of, ya kwamba nyinyi ni kanisa ambayo hamna Roho Mtakatifu. Walikuwa nasema hatuna roho. Why? Because they expected to see, they expected to the Holy Spirit be talked about, you know. They expected that it should be the Holy Spirit working, you know. And they expected to see speaking in tongues, probably being slain, if there's anything like that, being slain in the spirit. If there is something like that, being slain in the spirit slays people. What have we read here? We have read that the Holy Spirit aids us, effectually calls us, anatusaidia na anatuvuruta kwa nani? Kwa Yesu Kristo, ili tupate wokovu, but not being slain. There's nothing like being slain in the Holy Spirit. It's just what people want to feel good. People want to have emotional experience. And so, anytime I come here and stand here and speak about the Lord Jesus Christ,
the Holy Spirit is glorifying who? The Lord Jesus Christ. The Holy Spirit is not separate. And several decades ago, there was a major push to promote the person and work of the Holy Spirit. Push. Hatuoni roho hapa katika hii kanisa. Hatuoni roho. Hatupigi makofi. Haturuki kwa roho. The Holy Spirit glorifies the Lord Jesus Christ. And so when you testify about the Lord Jesus Christ, it's about the Holy Spirit. People have talked about having a second experience with the Holy Spirit, isn't it? And I give you my story. My story is the same. So when I got born again, and I was in AIC, and you know, and the way they had told us, walikuwa wametu threaten kabisa, nyinyi mnafaa mtafute Roho Mtakatifu. Nilitafuta. Tulienda kwa mkutano hizo za, the charismatic movement. Wanakuuliza unatoka dini gani? Wacha hiyo dini. Kuja hapa utafute Roho Mtakatifu. Anakuambia wewe umeokolewa, lakini wewe umejazwa na Roho Mtakatifu. Wewe je, umejazwa na Roho Mtakatifu? So they think there is a second experience. Kuna kazi ya ziada. Kuna kitu ambao unafaa ufanye ndio upate Roho Mtakatifu. Lakini we are saying you cannot get salvation without what? The Holy? Aya, sasa sisi tukaenda. Tukalia wakatuambia ishara moja kuu ambayo itaonyesha ya kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu ni kuongea katika ndimi. So I had my brother, my very close friend of mine. So tukaenda, tukapiga magoti. Tukamlilia Mungu atupe Roho Mtakatifu. Alafu wakasema wewe ukisikia tu unataka kuongea lugha ambayo ni geni, wewe ongea tu. Sasa nikasikia ndugu yangu ameanza kuongea. Hiyo siku nilirudi kwa nyumba na huyu ndugu yangu akaanza kuringa sasa. Wewe hauja. Sasa mimi nikaenda nikapiga magoti, nikalilia Mungu, Mungu unisaidie. Alafu nikasema hata mimi leo lazima nizungumze kwa kupitia hiyo ndimi. Nikaanza tu kidogo. Nikaona nazungumza kwa ndimi. I emotionally felt very good. Emotionally. Yeah, felt very good. But you know, there are some instances in the Bible, I wanted to make this very clear, where Paul, sometimes after he had preached, he asked them if they believed. They asked him if they had received the Holy Spirit. We've read that, right? Have you received the Holy Spirit? And I want us to know that during the times of apostleship, katika zile nyakati za mitume, there were gifts that they had. Because they were with the Lord Jesus Christ. There were gifts that they had that ceased. Ilikoma. Now, we were talking with our brother John. He was wondering how he was going to handle this topic somewhere where he was called to go and preach. You know, in a place where it's not a church setup, it's very difficult to explain some of these things. But this is a church. This is our position. Mambo ya kuongea na ndimi ilikoma. Iliisha na mitume. Iliisha na mitume. And some of those things were just to authenticate, kuthibitisha ya kwamba hao mamitume walikuwa wameokolewa kweli. Sivyo? It was just authenticate. And maybe this is not the time I may talk about that, but those people who are going to the conference, I know this will be handled very well. And so what the point I'm bringing out is, there is just no way you can dwell on the Holy Spirit. It's all about the Holy Spirit. One of my friends said, sorry to say, he said, I'm not going to marry this lady because she's not speaking in tongues. We were dating her. He said that. He's not going to. Because the lady is not speaking in tongues. And
Although that time I was speaking in tongues, but nilikwazika. But mimi niliongea kidogo tu. Najua kuna wengi hapa pia wameongea. So maybe kuna wenye wanaongea saa hii, hadi saa hii. Please know that it stopped. It stopped. And some of those things, people are just teaching others how to sema raba, shika, and then you just, it's nothing, isn't it? It's nothing. The Holy Spirit glorifies the Lord Jesus Christ. John 16 verse 13 says, when the Spirit comes, He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. Did the Spirit also, the Holy Jesus say that He will bring remembrance of the things I have taught you? The Holy Spirit, they are working together. The Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They have distinct roles, yes. But they are working in unity. Unity of the Spirit. Unity of Holy Trinity. Do you know, because people have taken this to the extreme, they are trying to separate the Holy Spirit from Christ and God. I was reading Charismatic Chaos by MacArthur. And some people have gone to the extreme that they can boast. Do you know my dog spoke in tongues? My dog spoke in tongues. You know? Oh, a dog speaking in tongues. You are boasting about it. They took it to the extreme. Oh, I clapped. Have you heard about laughing in the Holy Ghost? Kucheka kwa Roho Mtakatifu. And those sarcastic, and you people still go there. Some of you still go there. You still want, you want that wild experience. Wild. You want to go wild. You know? People are wild. People are wild. I can't forget a time when we went to Kisii and for mission when I was still in campus, and people became wild. Some of those students in college can become very wild. And so we thank God that some of you, dear brethren, are listening to the right gospel. Waka, you know, because they are saying they were in the Holy Ghost and people are speaking in tongues and all this. And one of the people that came there was confessed that, you know me, I'm a witch. I'm a witch. And so, out of lack of wisdom, witch. So they started calling that person a witch. A witch is here, you know. And in sometimes in those sites, when they hear about that, some other regions they can burn such a person. So at night, people went to that house. They wanted to burn. But these are some of the things that happen when we try to separate the Holy Spirit from God the Father and God the Son. The Holy Spirit glorifies Christ. So when a church makes much about Jesus and His work, one can be sure that the Holy Spirit is at work in that church. When we go preach Christ and Him crucified, tunajua ya kwamba Roho wa Mungu ako pamoja nasi. Tunafanya kazi ya Roho Mtakatifu. Because His work is to glorify Christ. His work is to glorify the Lord Jesus Christ. Because of time, the Holy Spirit inspires the Word of God.
yani Roho Mtakatifu, anaufanya uhai neno la Mungu. Anafanya uhai neno la Mungu. So, the Bible says this. And that we were saying, we're going to get from chapter 1 verse 13, B, part B. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in him also when you heard the word of truth. So my meaning there is the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, was sealed with the promised Holy Spirit. Believed in him. You heard the word of truth. The word of truth. From the verse that we have read. We have read. All scripture is given by inspiration of God. All scripture is inspired by the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anafanya uhai neno la Mungu. Anapulizia uhai neno la Mungu. So when Paul says the word of God came forth with power, it's the power of the Holy Spirit. Whenever we read God's word, the Holy Spirit breathes that word. Puliza, nafanya uhai neno la Mungu. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. I want to give this example. You know, in October 1517, what happened? Martin Luther, he pinned the 95 pages thesis in Wittenberg. And what happened there, by the way? What was the content of that thesis? Even as I was reading this, it's the Holy Spirit who helped him to discover the role of the scriptures. So he talked about sola scriptura, neno la Mungu peke yake. Reminded people to go back to the Bible, go back to the Word of God. Neno la Mungu peke yake. The church were to be guided by God's word. Kanisa lilifaa kuongozwa na neno la Mungu. Neno la Mungu. Please go read those stories. I mean, they will uplift your faith, isn't it? See what the work that these people did reminded people to go back to the Word of God alone. The Holy Spirit inspires the Word of God. Second Peter, I think chapter 1, verse 20 to 21. Men spoke from God as they were carried along by the Holy. They spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Can we see the power that is in the God's Word? Can we see the power that is in God's Word? Ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza puliza uhai kwa neno la Mungu. I know some people have taken this literally, that they can blow the Holy Spirit. You've seen it. They can blow. You can imagine the contempt. It is God, the Holy Spirit, that is able to breathe life into the scriptures.
but now they breathe the Holy Spirit. And you fall down, someone is doing, and you guys fall down. The kind of things that we have seen in this, what has happened. But wengine wetu bado tunafurahia hizo makasarakasi. Tukiona hizo mavituko, tunasema Mungu yuko hapa. Siwezi enda Bethesda penye watu wanaimba na hymns. Hymn book. No. Siwezi. How? There is no spirit there. Please know that the Holy Spirit inspires God's word. Let's read the scriptures. We will be inspired. We will be uplifted. Mungu atatusaidia tukisoma neno lake. So where do we find the Holy Spirit? Go back to the Bible. Study the Bible. The Holy Spirit will be speaking to you. You want him to speak to you? You want the Holy Spirit to speak to you? Unataka Roho Mtakatifu akunene. Niko na jambo, niko na neno kwenu. Rudi kwa Biblia zenu. Some neno la Mungu. The word of God. Sola Scriptura. The word of God. Lord. It's powerful. Because no human, no one ever, no human authors didn't decide to write on their own, but the Holy Spirit carried them along. The Spirit ensured that they wrote exactly what God intended. Roho Mtakatifu alihakikisha kwamba waliandika tu yale ambayo Mungu alikuwa amependeza. Lastly, dear brethren, we will talk about the Holy Spirit sealing God's people. This I'm going to be very brief here. Roho Mtakatifu anatia muhuri watu. Ametia muhuri. When I was just trying to dig through, ilinijenga sana. Ya kwamba Roho Mtakatifu amewekwa, tumempata Roho Mtakatifu kama muhuri. Ya kwamba tutaokolewa siku ya mwisho. How? Look at that blessing. It's a blessing indeed of the Holy Spirit. I want us to just go there and read again. Ephesians. Tuangalie hiyo. The blessing that we have in the Holy Spirit. Biblia inasema kwamba Ephesians chapter 1 ndiye 13, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa na utukufu wake. Just read again in English. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is a guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it, to the praise of his guarantee of your inheritance. The Holy Spirit is a guarantee. Other versions talk about the deposit, a pledge ya kwamba mtaokolewa siku za mwisho. Kama una Roho Mtakatifu, inamaanisha hujaokolewa.
And that means hautaokolewa siku za mwisho ambazo zinakuja. Ya kwamba hata wewe na mimi hatujui tunatoka huku duniani lini. Kama una Roho Mtakatifu inamaanisha hujaokolewa. For those who have the Holy Spirit, it's a pledge. A pledge. Any people who buy things, they put a deposit. That when someone gives you a deposit, is very serious about that thing. And that you will be able to pay the rest later. When we have the Holy Spirit, we have a deposit. It is so guaranteed that tutaokolewa siku ya mwisho. Hatutaenda jehanamu. Wewe Mkristo ambaye uko hapa, mbona unaogopa? Mbona uogope? Hautaenda jehanamu juu uko na Roho Mtakatifu. Utaokolewa siku ya mwisho. Those students who are here, when you want to pay deposit in, you can book hostel, isn't it? I don't know whether, yeah, but people book hostels. You can be at home, but you are booked. You know that it's reserved for you, the Holy Spirit. I was looking at the work of the seals. If I have this book, it shows possession. If you open it, you will find my name is here. My name is here. It shows it's my possession. That is what the Holy Spirit does. You belong to Him. You belong to God. No one can snatch you from His hands. Hakuna mtu ambaye anaweza kutoa kwa mkono wa Kristo, kwa mkono wa Mungu. You belong to Him. That's the work of a seal. It's a possession. In Christ's tomb, when Jesus died and they buried Him, did they put a seal? Those people put a seal there. It's when the Holy is it the Holy Spirit that came and the seal was it the Holy Spirit or the angel? Sorry, I don't want to misquote scriptures. The seal was broken. Seal was broken. And Christ was raised from the dead. Seals. Even when you look at money, there are seals there that show authenticity, isn't it? Inathibitisha. Hii ni kitu ya ukweli. Seals. That's what seals do. If I have a dollar here, or I have Kenyan note here, kuna seal ambayo iko hapo na kuonyesha hii ni ukweli. That is what the Holy Spirit does. Is it not a blessing? Sisi ambao tumeokolewa tuko na hiyo seal, the Holy Spirit. You are stamped. Sometimes I write letters here, maybe recommendations that needs to go to colleges and all that. One of the things that I was told of late is to do what? I do what? Pige muhuri. It's authentic. You are a true believer when you have the Holy Spirit. Let no one lie to you that you don't have the Holy Spirit. No one can say Christ is Lord except by the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. You have been stamped. You belong to Christ. Perfect submission. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. You belong to Christ. Christ is yours forevermore. Praise the Lord. Amen. Let us pray. Our Father, in the name of Jesus, we thank you for your word that we have heard today. Lord, thank you for the blessings that we have in the Father. He chose us before the foundations of the world. Thank you, Lord, for the blessings that we have in the Son. He died for us. He shed His blood and brought us back to Christ. Thank you for the blessings that we have in the Holy Spirit. We are sealed. We belong to Christ forevermore. Christ is ours. Jesus is ours. Now I pray, Lord, that you help us. Help those that have not believed, Lord, to
seek you while there is time. Come to the Savior and make no delay. Oh, help us. Holy Spirit, help us. Your word says that you bring remembrance the words of Christ to us. We have learned, Lord, that you effectually call the believers. You glorify Christ. You inspire God's word. You are a seal of promise. Help us, Lord. Our weak faith may be strengthened, Lord, by your grace. Help the children amongst us, that they may seek you, Lord, if there is still time. Oh Lord, help us. Help us, we pray in Jesus' name. Amen.